Njoo. Wewe vipi chafu yangu? Wewe unijui? Umenisahau? Una ugeni na mimi au vipi? Mbona hivyo kibendera kinapepea pepea tu unapita pita vipi? Hujaniona au vipi? Hizi ni taarifa za ukweli kuhusu kifo cha mamangu. Vasha, ni kweli kabisa. Hatuko naye tena duniani mama. Maana ni juzi tu tumemzika. Mnawezaje yani kuzika mtu hata hajaonekana hata watoto zake? Yaani hata mtu ndugu yake yoyote ambaye ni muhimu kama sisi. Mmejichukulia tu sheria za kuzika kweli? Vasha, hatuko na la kufanya. Alafu kizingatia simu zenu wote hazipatikani. Wewe na dada yako. Tumewapigia sana simu lakini simu zenu haziko hewani kabisa. Unadhani tungefanya nini? Kaka, ndio ameshatokea, hatuna jinsi. Ni kujikaza tu ndugu yangu, sababu hata kama ukilia haitusaidia kitu chochote. Cha msingi ni kwenda tu kuangalia kaburi la bibi mkubwa lilipo. Kwa hiyo ni kujipanga katika siku 2 japo muende kijijini. Tufanye kama alivyosema Kilambasi. Tunaweza tukaangalia kaburi la mama. Sikia nikwambia kitu kimoja. Sasa hivi kichwa kishaenda lesi. Sawa. Kwa mimi ninapotembea mimi siangalii kushoto wala kulia, mimi naangalia tu ninapokanyaga hapa. Kwa mimi siangalia pembeni, mimi nimeangalia ninakoenda. Kwa hivyo bwana. Usiniambie kichwa kimeenda lesi babu. Wewe vipi unataka kichwa kimeenda lesi na kama tunajua ndombolo zetu zinatembea mimi na wewe na ndombolo gani? Kichwa kinaenda lesi ndio nini? Kwa nini kichwa changu mimi kienda lesi si au vipi? Kichwa chako wewe ndio kinaenda lesi, wenzako hawaendi lesi si au vipi? Sikiliza. Vipi zile mazingira zetu kwanza? Mimi sina kitu bana, kwa sababu nyenye mpaka dakika hii nimefight, nimejaribu kufight. Sijui unaelewa. Nimejaribu kufight na kufight ili mradi kupata mazingira hapo. Leo nimefeli, kwa hiyo nataka nifanye nini sasa? Sawa. Tutafanya kama alivyosema. Wote tutafute hata angalau ya nauli. Kilambasi, asante kwa taarifa. Kwa hiyo hapa Dar es Salaam unafikia wapi? Kiukweli ndugu yangu, ndo kwanza nimeingia mjini. Na katika pita zangu nikakutana na Tamba. Lakini sina sehemu yote ambayo naamini usiku nitaulaza tu babu wangu. Sawa. Mimi nafikiri utafikia hapa. Kwa sasa hivi ambao muda najitafuta kwa ajili ya nauli, utakuwa unaishi na mimi. Hata pale ninapoondoka, basi utaendelea kuishi hapa mpaka pale tu utapojipata. Yaani vipengele vyote kwa nimemaliza. Kuhusu mambo ya mazingira mashes juu simistendeni simsawajeti zote zipo fresh. Hivi wewe unaona mimi chizi au vipi? Nimejiliza kule kama mtakokoliwa au kulialia katika msiba leo kila pale mtakutangaza hoya mtamzizima wote wanaelewa habari hizi hapa. Mimi ndio nimepeleka habari zote kila siku naenda najiliza kama mtoto mdogo nini kama mmenipa pesa kiasi gani sijui. Nenda najiliza kwa watu nimeenda kwa ndugu zake si au vipi bwana? Alafu mnakuja leo kunitia vitu maajabu kama hivyo naongea kila rahisi tu mdogo wangu. Wewe vipi kwani babu? Wewe atatuchafuane nini ndugu yangu? Haina noma. Wewe unataka mazingira yako. Nataka nikukinde. Yaani mwanangu roho imekutoka ni kwa vitu vidogo tu rafiki yangu. Umesahau ndugu wote, yaani mabara yote tuliwafanya huko nyuma. Harakati kibao tumezifanya huko. Umesahau. Kwa kitu kidogo kinakutoa roho. Baridi, mimi nimeforce kwenye harakati zangu nimepata 700 hii hapa. Sema nakukinda buku 2, 5000 mwenyewe nitaenda kushinda mke wangu nyumbani. Wewe sikiliza. Wewe nisikilize kwanza. Hiyo miili yako kama mfukoni. Miili rafiki yangu. Kwani uogopi mdogo wangu? Asante kwa pole yako. Sikujua kwa nini unanipa pole. Sasa hivi ndo nimeelewa. Nilishakwambia mimi najua na kuelewa kila kitu kwenye maisha yako. Sema ni kwa sababu tu wewe uwaga hauniamini. Lakini kuna sadaka kidogo nimekuandalia kwa ajili ya rambirambi ya huo msiba wa mama yako. Itakusaidia. Mbona uogopi mdogo wangu? 2000 vipi? 2000 vipi sasa? 2000 vipi? Ndo manake. Sina kitu mwanangu, tunagawana umaskini vipi mwanangu? Ningetoka tu niseme kwamba sina chochote cha kukulipa ungesemaje? Watu ungelima. Sikufichi wale mwanangu, tungelima. Alafu nikwambie kitu, sikiliza, fanya kama unige champion. Nige kwa change babu vipi? 7 hii hapa. Sikiliza nikwambie kitu mwanangu. 83 na baki ngapi? Baki 73. 73 au vipi? Machweo jua linapoyumka sio. Jua linapotoka sio. Sio mimi nikutafuti, yani wewe ndio uzurura huko yangu nitafuta mimi mdogo wangu. Nakwambia sasa vinyole vyako na vikoropua vyote hivyo mwanangu. Mimi vuruga nione hivi mdogo wangu. Siongei tena.
Ili nikuoneshe kama huruma si malezi. Sikiliza mdogo wangu, ili nikuoneshe kama huruma si malezi au vipi? Unaona ya. Sasa ndio nini? Sasa ndio mdogo wangu, nikwambie kitu. Hizi huruma ziliniponza katika picha ya kondo, kisha kuiona ule mshikaji ule au vipi, bwana kamzala mtoto mdogo, mwisho picha kaja kauliwa. Sikiliza nikwambie kitu, kajifunza kutokana na makosa. Poa. Kwa noma. Sasa mke wangu atanielewa vipi sasa? Si ndio kutafutana mabala huko rafiki yangu. Tu mwenyewe eleweki ule rafiki yangu. Siku zote ungekuwa na wema kama huo, naamini watu wengi sana hapa mtaani kwetu Mzizima wangenusulika na kuamini huo uchawi wako au kuamini huo ushirikina wako. Asante. Unaweza kwenda. Kaka, unaikataje hiyo hela? Ichukue tu, inaweza kutusaidia mbele ya safari. Tutafuta kwa jasho langu. Kama safari tutaondoka tu, sio kwa jasho la mtu. Naona saizi mmeongezeka. Garambira langu yule naye naona ni garambira. Kwa hiyo wewe na yule ni kitu kimoja, wote ni magarambira langu. Bago imenifika kwa tamaa ilonishika. Ni siku ya 3 sasa toka nilipokuagiza kwenda kuifanya ile kazi, lakini haujaja kunipa majibu wala mrejesho wowote. Nataji kujua umefikia wapi. Hii vita inaonekana ni ngumu sana kwangu, maana mtu naye jaribu kupigana naye anaonekana ana nguvu kubwa sana kunizidi. Haijalishi ni kiasi gani unapitia magumu katika kupambana naye, ila inabidi tuifanye hii kazi. Sipo tayari kuona yule kijana bado anaendelea kupambana na kuteseka katika laana alionayo. Hilo lazima ulijue. Sawa mkuu, mimi nimekusikia. Kingine chala mbili, sipendi uwe unanifatafata, kwa sababu sio wote wenye macho ya nyama hawawezi kuona mambo yaliyo gizani. Naomba uishie hapa. Mimi na wewe ni wapi tunajua tunaweza kukutana. Haya, naomba uondoke. Umechoka? Acha, mimi nimechoka mwanangu. Shapa kidogo. Sawa wangu, sikia nikupange kitu. Mwanangu. Umeona ya maisha dance mtaani haya kwenye majani kama hivi? Dharau. Kweli mwanangu, hapa inabidi hapa tutafute hata meneja. Kweli mwanangu, tupate hata sehemu ya mazoezini mwanangu. Hilo mwanangu umeongea. Sasa unajua nini mwanangu Makodi? Mwenyewe nimeacha shule kwa sababu kupambana na kipaji changu. Shule mwenyewe ngo na baruza ananijua ile. Kwa mwanangu unaonaje tukipambania kipaji chetu? Kweli mwanangu, mimi mwenyewe nimebaruza shule, nimeona sielewi. Nikasema bora nipite kushoto mwanangu. Kweli mwanangu. Hapo tushatoa jasho hapo basi mwanangu, kesho basi hapo. Maana hapo bibi mkubwa ananiita hapa mtaani, tonga ananipiga makelele. Hapo kesho mwanangu. Fosi sama yangu ile dile umenielewa. Shida Fresh.
amenifika, kwa tamaa ilonishika, yeah. Pesa inazalilisha, najuta kutenda mama, yeah. Aya, dada samani, wewe ni mgeni mtau? Dada una akili kweli? Afu sikiliza, sio kila mtu anapomsimamisha hapo wengine majini. Afu kuna wewe hujafunza huko kwenu? Hamna, mimi nimekuuliza tu. Maana watu wa mtau mimi wote nawajua. Lakini uso lako sijawahi kuiona popote kule. Ndio maana nimekuuliza wewe mgeni au mwenyeji? Yaani kile bonde la mzima wote ndio wanifahamu, ndio wada. Kimsikia wengine aka. Sawa. Nashukuru kufahamu dada mwenyeji. Asante kwa kulijua hilo. Dingi, mimi najua wewe dada yangu unampenda. Na kama unampenda mimi nitafanya kila jitihada wewe uweze kumpata dada yangu. Kweli shemeji? Ni kweli. Kuna mshamba mmoja hivi kolokoloni mmoja hivi ndo anamchanganya sana. Kolokoloni? Kolokoloni kwani ni nani? Nikizungumzia kolokoloni ni mtu ambaye anakaa getini, ni mtu wa getini, analinda getini, anashika lungu, yeye kazi yake kulinda. Na kwa unazungumzia ni mlinzi wa nyumba. Yaani ni mlinzi. Kwa hiyo ninavyokuambia shemeji, mimi nitasimamia, wewe utampata, ondoa shaka. Mimi yule kolokoloni hawezi kunisumbua. Sasha mwenyewe hawezi kunisumbua kwa sababu analala kwangu, anakula chakula changu. Kwa hiyo wewe ondoa shaka, umempata Sasha. Kwanza unajua nini shemeji? Kwanza mimi nimefurahi. Nimefurahi kusikia hivyo. Nimefurahi kusikia hivyo kama unalitambua hilo. Najua mimi dada yako nampenda sana. Na mimi nina malengo naye mazuri tena sana. Mimi nataka nimpe maisha bora. Sawa sawa. Nataka nimpe maisha bora. Ni mwanamke mmoja ambaye yani najua kabisa nikimchukua akiingia kwenye maisha yangu. Kiukweli kabisa shemeji, hamtojutia. Yaani inabidi wewe ndo unipambanie. Sawa sawa. Nipambanie, mimi nitakubadilishia maisha. Sawa sawa. Acha hii nichangamkie fursa, maana nimechoka na haya maisha magumu ambayo tunaishi hapa nyumbani. Kwa hiyo wewe swala la kupata mke wewe ondoa shaka. Hawezi kunipinga, anakula chakula changu, analala kwangu, usio na wasiwasi. Basi hapo tumemaliza bwana. Hapo haina shida. Nimefurahi sana. Sawa, mimi naenda. Nenda. Naenda mimi. Unaondoka? Naondoka. Naondoka. Shemeji, wewe mimi nishajua ulipo. Ulipo huko. Yaani ulipo huko mimi najua, ila usijali. Sawa sawa. Usijali. Mimi nakuelewa bwana. Sawa sawa. Yaani nakuelewa. Mimi siwezi kukuacha hivi hivi shemeji yangu. Yaani mimi nitakupa kiasi kizuri tu. Sawa sawa. Hizi hapa shemeji. Inshallah sana. Mungu akujalie ulipotoa uzidi kupanda juu zaidi. Mungu akubariki sana kwa hiyo. Sawa shemeji. Mke umepata hapa. Mke umepata. Shemeji. Bwana huyo. Kwa tamaa ilonishika, yeah. Pesa inazalilisha, najuta kutenda mama, yeah. Aya,
Mbona kama unakuwa na wasiwasi? Ni kitu gani kinachosababisha wewe uwe na wasiwasi? Najua huyo mwenzako humo ndani hayupo, kaenda kwenye rindo, lakini hautaki kuwa na wasiwasi kwa sababu hamna chochote kibaya kitakacho kutokea hapo. Wewe inatakiwa uende ndani, uende ukapumzike, kwa sababu muda wenyewe usio rafiki. Afu kingine nataka kukuhusia, muda wa kutoka wewe kwenda kujisaidia mwisho ni saa 5. Ukiona muda huo umepita, ni bora haja zako kazimalizia huko huko ndani. Mimi natoka, huo mlango utauacha wazi. Kwa kuwa wewe ni mgeni, ufunge tu. Mimi nitajua ni jinsi gani nitakavyoingia humo ndani. Mzee. Wewe. Bago imenifika. Naona leo umeweza kunikumbuka mpaka umeamua kuniita mwenyewe. Bila shaka umekubaliana na lile swala langu la mimi kutaka kukusaidia, si ndio maana yake? Kuhusu msaada, hakuna binadamu yoyote ambaye anapenda kupata shida. Ila inaangalika muda na wakati tuliopo. Siku zote wewe umekuwa mkaidi kila mtu anapotaka kukusaidia. Ila mimi nataka nikwambie, muda sio mrefu matatizo yako yanaenda kuisha. Mwisho? Alafu wewe mzee, hii ni mara ya pili mimi naenda kukutana. Ila umekuwa ni mtu ambaye wa kunifumbia mafumbo mpaka sielewi. Au wewe na yule mdada kutoka kuna kitu ambacho kinachoendelea, sio? Unamzungumzia mdada yupi? Mimi hakuna mdada naye mfahamu. Mdada mwenyewe ni mrefu hivi kidogo, mwembamba. Ana macho kama ya Kiarabu fulani hivi. Alafu ni mweupe. Mimi naifanya kazi yangu nikiwa mwenyewe. Sitegemei msaada wala nguvu ya mtu yoyote. Na huyo unayemzungumzia simfahamu wala sijai kumuona katika maisha yangu. Ni kama ningekuwa namjua basi wewe ningeweza kukueleza. Nipe msaada wako. Kwa tamaa ilonishika, pesa inazalilisha,